Katika nakala iliyopita tuliokuwa tukizungumzia kuhusu uwepo wa samaki mtu, hatukuwa na uthibitisho halali wa video iliyoonyesha kuwa samaki mtu wapo, na ndio maana Wildzone Media tukaamua kupambana juu chini ili tuwaletee uthibitisho halali wa samaki mtu wapo. Katika video hii tumwaletea matukio matano yanayothibitisha uwepo wa samaki mtu. Kabla ya kufika huko, tunaomba ulike video hii ili nasi tupate nguvu ya kukuletea video zingine nzuri na tamu na zenye kusisimua kama hizi. Na kama ni mara kwanza yako kutembelea katika chaneli hii, cha kufanya ni kulike video hii na kusubscribe na kubonyeza alama kengele itakayojitokeza hapo pembeni ili usipitwe na video zingine tutakazowaletea siku za mbeleni. Enjoy. Kijana huyu alikuwa anacheza na mbwa wake pembeni kidogo mwa bichi, na ndipo yule mbwa akaanza kufoka baada ya kuona kiumbe cha ajabu karibu na bichi. Na ndipo yule kijana alipoangalia pembeni kule mbwa yule alipokuwa anafoka, na ndipo akaona kiumbe ambacho hakuwahi kukiona katika maisha yake. Kiumbe hicho kilikuwa kimekaa kwenye mawe pembeni kidogo mwa bichi, na ndipo akaona amrekodi kiumbe huyo akashare katika internet. Watu wengi walisema yule ni samaki mtu au nguva, maana baada ya kufokewa sana na mbwa yule, na ndipo alipopata hofu akaona aingie zake kwenye maji. Kuna familia moja waliokuwa wakisafiri na boti. Walipokuwa njiani, kijana mmoja akasema ngoja arekodi safari hiyo. Walipofika nyumbani, katika kukagua video hiyo wakabaini kuwa alifanikiwa kunasa samaki aina ya nguva aliyekuwa kaketi katika jiwe moja. Walipobaini hivyo wakaamua kushare katika internet, na watu wengi wakasema kuwa yule ni samaki mtu, au kwa sisi Waswahili tunawaita nguva. Yule samaki mtu alielezewa na wanajeshi wa Japan kutoka katika kisiwa cha K huko Indonesia. Leo hii video yake imepatikana, maana watu wengi walikuwa hawaamini kwa kile walichoambiwa kutoka katika jeshi hilo la Japan, na ilikuwa ni mwaka 1943. Lakini mpaka video hii ilipotoka bado kuna watu wenye vichwa vigumu, hawataki kuelewa kama kweli ni samaki mtu, maana wengine wanasema labda imetengenezwa kwa mfumo wa 3D. Kulikuwa kuna wazamiaji wawili waliokuwa katika utafiti wao huku chini ya maji, huku wakiendelea kujirekodi. Mara ghafla wakaona samaki mtu anapita juu yao. Hawakuona kwa muda ule walipokuja kukagua video zao, na ndipo wakashangaa kitu cha namna hiyo, na ndipo wakaona washare video hiyo, lakini watu wengine hawataki kuelewa hilo. Wao wanasema zimeeditiwa, lakini kwa uhalisia yule ni samaki mtu halisi. Huyu samaki mtu inasadikika kuwa alikutwa huko Kenya, Diani Beach. Video hii imesambaa sana katika mitandao ya kijamii kama TikTok na YouTube, na imezua gumzo sana, lakini watu wengi wanasema yule ni samaki mtu kwa sababu ukiangalia, kwanza yule samaki mtu ni mwanamke, na pili hana matiti, na ukiangalia mkia wake ni kama wa samaki kweli, na kingine ukisikia mlio aliokuwa anautoa ni kama samaki fulani hivi ambao wanatoa mlio wa namna hiyo. Mtazama mwenyewe kisha sikiliza mlio huo vizuri. They didn't just put it up. They got it all night.
Nadhani umemuona na pia umemsikia vizuri. Je, unasemaje, huyo ni samaki mtu kweli au wameigiza? Katika samaki hao wote watano, je, ni samaki yupi unaoona wewe ni samaki mtu wa kweli? Kwa leo naomba tuishie hapa. Kama ni mara ya kwanza kutembelea katika channel hii, cha kufanya ni kulike video hii na kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni ili usipitwe na video zingine tutakazowaletea siku za mbeleni. Pia usisahau kushare video hii ili ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Tutakutana katika video ijayo. Kwaheri.